Nilimshuhudia shangazi akimwondoa kijana anayefahamika kwa jina la Patrick. Ni kwa sababu Patrick alishindwa kabisa kuweza kumzagamua shangazi. Baada ya shangazi kuweza kumwondoa kijana Patrick usiku huu wa manane, aliweza kumkodishia Huba na hatimaye Patrick aliweza kuondoka. Shangazi aliweza kurudi moja kwa moja mpaka ndani. Baada ya kurudi, alinikuta pale sebleni. Baada ya kuweza kunikuta pale sebleni, alikaa kwenye sofa na hatimaye mguu aliweka juu ya meza ambayo huwa tunakulia chakula. Na wakati huo shangazi alikuwa yuko ndani ya kimtandio tu ambacho kilikuwa kinaonyesha kila kitu. Na bado mbaya zaidi, aliinua mguu na kuweza kuweka juu ya meza kwenye meza ambayo huwa tunahusika kulia chakula. Hapo ndipo alipoweza kunivuruga zaidi shangazi. Pajama zake zilikuwa zina michilizi ya kutosha kwelikweli na mabonde mengi kwelikweli. Ukizingatia na taa yenye mwanga mkali ya hapa sebleni ambayo ilikuwa tayari imeshaweza kuachwa, basi ilikuwa ni hatari sana, kwa sababu taa hii iliweza kumulika vyema, na hivyo niliweza kuona pajama za shangazi namna ambavyo zilikuwa zimeweza kujazika kwelikweli. Nilitazama pembeni kwa sababu niliogopa kabisa kumtazama shangazi, kwa maana nilikuwa naheshimiana naye sana. Shangazi, yule kijana ulisema kwamba umemleta hapa kwa ajili ya kesho asubuhi uweze kumpatia pesa aweze kuondoka nazo, kuna mahali ulisema kwamba anazipeleka. Inakuwaje sasa umemtoa usiku wa manane? Tatizo kubwa ni nini? Nilikuwa ni swali ambalo nilimuuliza shangazi. Shangazi alikaa kimya huku akinitazama, lakini macho yake yalionyesha kabisa kwamba kulikuwa kuna kitu ambacho alikuwa anakitaka usiku kama huu. James, dunia ina mambo sana. Sijakuelewa shangazi, unamaanisha nini unapozungumza hivyo? James, mimi kiukweli, acha tu nikwambia ukweli, kwa sababu mimi ni kama mama, yani mimi ni kama babako, shangazi naye ni baba tu. Kwa hiyo nataka nikwambie ukweli, sasa sijui utaupokea. Shangazi, mimi nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukusikiliza kwamba nini ambacho unataka kuniambia. Manake yule mtu ulitutambulisha kwamba anaitwa Patrick, na ukasema kabisa kwamba amekuja hapa kwa ajili ya pesa, unataka umkabidhi kesho, kuna mahali anazipeleka, na ukaenda ukamwonyesha chumba cha kuweza kupumzika. Na shangazi sasa hivi umemtimua usiku na ameondoka kijana watu usiku kama huu. Shida ni nini? Hebu nyosha maelezo shangazi. James, mimi kiukweli sitaki kuzunguka mbuyu, acha tu nizungumze tu ili kwamba niweze kueleweka. Okay, zungumza na kusikiliza. James, kama nilivyokuambia, mimi shangazi ni baba tu, japokuwa anakuwa hana tango, lakini ukweli ni kwamba mimi kiukweli siku ya leo nilikuwa na ugwadu. Ugwadu? Yani unamaanisha nini unaposema ugwadu? Ugwadu ndo nini? Jamani James, ugwadu ujui? Okay, acha nitumie neno hili. Mimi nilikuwa na upwiru. Upwiru? Shangazi, mbona ni kama umechanganikiwa hivi? Umekunywa pombe leo? Pombe? Nimekunywa pombe saa ngapi mimi? Shangazi, naona kama unazungumza vitu ambavyo sivielewi. Sivielewi kabisa, yani sivielewi. Sasa unazungumza vitu gani? Unajua mimi nakuheshimu sana we. Ni kweli unaniheshimu, lakini kwani ukiniheshimu mimi ndio sipaswi kukuelekeza ukweli? Si umeniuliza kwamba kwa nini ule kijana kaondoka? Shangazi, yani mimi sijakuelewa kabisa. Sikuelewi. Yani Hebu shangazi, kaa kwenye mada kuu basi, alafu zungumza vitu nikuelewe. Mada kuu ni hiyo kwamba mimi leo nilikuwa na upwiru. Kwa niliamua kutoka hapa na kwenda kumtafuta kijana huko kwenye sehemu za starehe, na hatimaye nikampata ule kijana ambaye anaitwa Patrick. Niliweza kuja naye hapa nikiamini kwamba ataiweza kazi,
lakini mwisho wa siku dunia na mambo mengi sana. Kijana ameshindwa kazi, eti ndo kwanza, kumbe kijana mwenyewe naye anazagamuliwa. Jamani, mbona hivi vitu kama kwenye hii dunia vinaleta tafarani sana? Shangazi, yani unamaanisha kwamba huyu Patrick ambaye amekuja hapa anazagamuliwa? Ndio. Wewe umejuaje? James, nini ambacho kielewi? Si nimesha kusimulia hapa, bado unielewi tu. Nimekwambia hivi, yule kijana nilikwenda kumchukua kwa ajili ya kuja kunizagamua, lakini cha ajabu tulipoweza kufika getoni, kijana ameishia kupima chumvini tu, na hatimaye hakuweza kufanya chochote. Kapima chumvi ndani ya dakika 20, lakini mtarimbo wake umegoma kabisa kukaa imara, na hatimaye ukalala doro kabisa. Tena bora ungelala doro ungekuwa labda una power na uko vizuri. Umelala doro alafu ukiwa hauna power, hauna chochote, alafu ni kama kapilipili mbuzi, yani hakuna kitu kabisa. Kiukweli nikahisi kwamba huyu shangazi amechanganyikiwa, kwa sababu hajawahi kabisa kunisimulia vitu kama hivi. Ama kwa hakika nikajua kweli hii siku ya leo shangazi ilikuwa na upwiru, tena upwiru wa maana kweli kweli, yani upwiru ambao niseme ni upwiru ule wa hatari kweli kweli. Shangazi, mimi nafikiri nimeshaelewa kitu ambacho ulikuwa unazungumzia, kwa hiyo naomba basi uniache hapa sasa hivi, ile kwamba mimi niende zangu nikapumzike tu, maana naona muda umesonga sana. Unaenda kupumzika? James, unaendaje kupumzika? Jana unaenda kupumzika alafu unaniacha mimi? Shangazi, mbona sikuelewi hasa, nakuacha kivipi yani? Kwa nini unaniachaje mimi? Hebu sikia nikwambie kitu James. Mimi nahitaji yani niende na wewe sasa hivi. Uende ukatulize haya malwani ambayo nipo nayo sasa hivi. Twende tu ukatulize. Shangazi, hebu kuwa serious basi. Alafu hebu rudisha akili yako. Mbona sikuelewi wewe? Yaani mimi kiukweli nikajikuta nazidi kuchanganikiwa, kwa sababu ukimtazama Alice ambaye ni binamu yangu anataka tango, shangazi naye pia ni hivyo hivyo. Nikasema hii nyumba itakuwa imeshaweza kuingiliwa na shetani. Na shangazi kilikuwa ni kifutu cha mtu ese. Alikuwa ni bonge nyanya kweli kweli, yani asikwambie mtu. Yani shangazi alikuwa ni kama tembo. Ilikuwa ni hatari sana. Shangazi, kiukweli mnaniweka njia panda, alafu sikuelewi. Alafu sijui kwa nini kwamba unazungumza vitu kama hivi, na sijui kwamba ni lini umeanza kuzungumza mambo kama haya. Niliinuka na kutaka kuondoka, lakini shangazi aliweza kunishika na kuweza kunibananisha, akanikalisha tena kwenye sofa. James, ina maana mimi nakuelekeza unielewi? Shangazi, kumbuka wewe na baba ni mtu na dada yake. Na babangu mara kwa mara huwa unaongea naye, na kuna muda huaga anakuja hapa. Sasa yani sikuelewi, mbona kama mnanichanganya? Yani Alice kiukweli nilikuwa nimechanganyikiwa sana, mpaka nilitaka kusema kwamba hata hali Alice ananitaka, lakini nikagundua kabisa kwamba nitaanzisha mzozo mwingine. Ikabidi kwamba niweze kutulia tu. James, Alice ana nini? Alice ana nini? Anakutaka naye au? Hapana shangazi. Alice ana nini? Ili kwamba Alice anajua kabisa kwamba mimi na wewe ni shangazi, na anajua mimi ni kakake. Sasa akija kujua kwamba mimi tena ni shangazi, hebu kwa serious basi. Mimi nafikiri kwamba kama wewe una mpango wa kutafuta vijana, basi endelea tu kutafuta, utapata vijana ambao hawazagamuliwi, lakini sio mimi shangazi. Wote wamechanganyikiwa. Alizungumza hivyo shangazi, na alikuwa tayari kabisa ameshaweza kutoka pale ambapo alikuwa ameweza kukaa, na hatimaye alikuja kukaa jirani yangu kabisa. Kiukweli nikajikuta navurugika kabisa. Sikiliza nikwambie kitu wewe James, mimi ni shangazi yako. Hii itakuwa leo tu.
Yaani nimeshakwambia kwamba hapa nimepandishwa mizuka, nahitaji kuweza kutulizwa haya maluani, lakini hutaki kunielewa. Unamaanisha nini? Naomba twende ukanitulize maluani. Alizungumza hivyo shangazi. Bana mpenzi msikilizaji, kama wewe ni mpenzi wa kutazama mambo yetu yale ya mizagamuo, yani unapenda sana video za mizagamuo za kupelekeana moto za kibongo na za kizungu, basi karibu sana WhatsApp tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa ambalo linahusika na mambo ya mizagamuo. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu kuweza kuungwa na grupu letu kubwa linalohusika na mambo ya mizagamuo pale WhatsApp. Ukija na 15,000 pale WhatsApp tutakuunga na grupu letu kubwa kabisa ambalo linahusika na mambo ya mizagamuo. Na baada hapo utakuwa ukipata video kali kwelikweli za kibongo na za kizungu ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine baada ya mwezi kuweza kuisha. Kikubwa hakikisha kwamba unapokuja pale WhatsApp ukishaungwa kwenye grupu, basi una save ile tarehe ambayo ulikomeza kuingilia, na baada hapo kila tarehe hiyo inapofika basi unakuwa unalipia, lakini usipoweza kulipia tarehe hiyo itakapofika basi tunakuondoa kwenye grupu. Sasa je, unapenda mambo ya mizagamuo? Na je, 15,000 unayo hapo sasa hivi? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii, na namba hii pia unaweza ukalipia tu moja kwa moja, alafu ukaja na message ya muamala ukaionyesha pale, na baada hapo unaungwa kwenye grupu, unaanza kupata burudani. Muda huo huo unaanza kumweleka kwenye grupu. Karibu pale WhatsApp kwa namba hii, ambayo hii ndo namba kama ukiwa na pesa hapo sasa hivi unaweza ukalipia, ni Airtel Money. Lakini pia kama ukiwa unahitaji kuja WhatsApp kwanza kuthibitisha, basi unaweza ukaja, ni 0782 7197 na mwisho ni 94. Bana, njoo pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa ambalo linahusika na mambo ya mizagamuo. Nimeshakwambia ni 0782 7197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kulipia, lakini pia hiyo ni namba ambayo unaweza ukaja pale WhatsApp ili tuweze kukuunga. Changamka, njoo pale WhatsApp, tuko online tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini wakati sisi tunakusubiri wewe ili kwamba tuweze kukuunga. Karibu sana pale WhatsApp. Bana, simulizi yetu hii kali kabisa inaitwa Binamu, yani inaitwa Penzi la Binamu. Bwana, nini ambacho kimetokea? Basi karibu sana katika hii simulizi nzuri na tamu na tena ya kusisimua kwelikweli. Leo tupo katika sehemu ya pili na ndo mwisho kabisa wa hii simulizi yetu. Kama ndo mara yako ya kwanza kuingia kwenye hii channel bomba kabisa ya simulizi za utamu, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe, lakini unagusa alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Karibu sana katika kisa hiki kizuri kwelikweli, kisa ambacho kinasisimua kwelikweli. Shangazi alikuwa ameiva sana na kuivika, kama nilivyokuambia pale mwanzoni kwamba shangazi alikuwa ni bonge nyanya, na time kama hii alikuwa ndani ya mtandio tu ambao ulikuwa ni mwepesi kwelikweli. Alipoweza kusogea na kuja kukaa hapa jirani yangu, kiukweli nilichanganikiwa na kutaka kuinuka ili niweze kukimbia, lakini shangazi kwa sababu alikuwa na power aliweza kunibananisha, nami nikabaki nikiwa nimeweza kukaa hapa hapa. Usinifanyie hivyo James, huu ni usiku wa manane, hakuna atakayeona chochote kitakachokwenda kutokea sasa. Ni muda tu mimi nawe kuweza kuondoka hapa na kuweza kuelekea chumbani kwangu. Alizungumza hivyo shangazi huku akiwa anaweza kuendelea kutalii vyema kabisa kwenye mwili. Anatalii vyema kabisa. Nikajikuta nachanganikiwa na kuweza kumtazama shangazi, na ndipo nikagundua kwamba macho yake yalikuwa yameweza kuiva kama nyanya, kwa sababu alikuwa anaonekana kabisa alikuwa na upwiru ambao ulikuwa umeweza kumkaba kwenye koo. Shangazi, hebu acha basi mambo hayo. Niache mambo kivipi? Tuondoke, alizungumza shangazi.
Kiukweli kwa namna ambavyo alikomeza kutalii kwenye mwili wangu, aliweza kunipandisha mizuka mingi sana, lakini ilikuwa nashindwa kabisa kuweza kujua kwamba nitatumia njia gani kuweza kumzagamua shangazi, kwa sababu mambo ya mizagamuo nilikuwa siyajui kabisa. Ni kweli shangazi, najua, lakini wewe ni shangazi, ni dada wa baba. Hivi umeshafikiria kwamba itakuwaje shangazi kama baba akijua? Wewe niache mimi ni mkubwa, naelewa kila kitu. Kwa hiyo wewe twende tu. Alafu sikiza nikuelekeza James. Mimi ninachohitaji hapa ni kwamba twende tu ukakate hii kiu ya leo ya maji nilokuwa nayo, kwa sababu nina upwilu sana. Kwa hiyo twende ukaikate hii kiu ya maji nilokuwa nayo, na baada ya hapo wewe unaweza kufanya mishe zako tu, kwa sababu mimi sihitaji labda si kwamba tuendelee kila siku, no. Ni leo tu. Sasa kwa nini unakuwa unakataa? Alizungumza hivyo shangazi huku akiwa bado amedibananisha na anaendelea kutalii vyema kabisa. Anatalii vyema mpaka mimi mwenyewe nachanganikiwa. Yaani nahisi kama mwili unapigwa na shoti. Yaani nimechanganikiwa kwa sababu shangazi alikuwa na mikono mizuri milaini na alikuwa na kucha fulani ndefu hivi ambazo zilikuwa ni za bandia. Kwa alikuwa anatembea nazo hizi kucha huku akiendelea kutalii vyema kabisa kwenye mikono yangu ambayo alikuwa ameweza kuishika, na kila pande ambazo shangazi alihisi kwamba akigusa basi mimi naweza nikachanganikiwa. Shangazi baada ya kuweza kuona kwamba tayari kabisa sijielewi, nilishuhudia akipeleka mkono kwenye tango na kuweza kulikamata tango, na baada ya hapo akaanza kulichezesha kinyamazongo tango likiwa ndani ya pensi ambalo nilikuwa nimeweza kulivaa. Shangazi, unajua haya mambo mengine bwana sio bwana. Hebu mimi niache nikalale. Wewe, hebu nisikilize James. Kuna kuelekea hapa nitatumia nguvu. Maana naona kila nikikuelekeza unielewi. Haya, inuka, ongoza twende kule. Mimi si shangazi yako? Ndio shangazi, lakini nimekwambia inuka, ongoza kule. Niliona ni vyema sana kuweza kuitii sauti ya shangazi kuliko kuweza kuikaidi, kwa sababu huyu ni shangazi yangu. Sasa nisipomtii unafikiri itakuwaje? Niliinuka na kuanza kuzipiga hatua kuelekea moja kwa moja kule kwenye room, yani kule kwenye chumba kizuri kule kweli cha shangazi. Nilifika na kuweza kuingia na shangazi alikuwa tayari kabisa ameshaweza kufika. Baada ya shangazi kuweza kufika tu, ule mtandio hata sijui saa ngapi ulikuwa umeweza kudondoka, na ndipo nilimshuhudia tipwa tetema akiwa mbele ya macho yangu. Kiukweli nilichanganikiwa sana. Ama kwa hakika Mungu fundi alikuwa ameweza kumbariki shangazi nyama nyingi sana. Kiukweli nikazidi kuchanganyikiwa na nikawa sielewi kwamba nitazipiga vipi hizi nyama, nitamtandika vipi bakola shangazi ili kwamba bakola ziweze kumwingia, na ikiwa mimi sio mzoefu kabisa haya mambo. Aise, hapo ndipo nilipochoka na kuchanganyikiwa na nikawa sijielewi kabisa. James, hebu acha uoga. Mbona kama unatetemeka sana hivi? Wewe ni mtu wa namna gani? Alizungumza hivyo shangazi baada ya kuweza kushuhudia kweli kabisa nilikuwa mwoga, mtu ambaye nilikuwa natetemeka kweli kweli, sielewi kwamba nini ambacho naweza nikafanya kwa muda kama huu. Shangazi, mimi acha nikwambie ukweli tu. Ukweli gani unataka kuniambia? Kiukweli mimi shangazi sijui hivi vitu toka ambavyo mimi nimezaliwa, yani sijui kabisa chochote. Kwa hiyo mimi sielewi shangazi hata nitaanzia wapi. Oh. Hebu acha uongo James. Una uhakika? Yaani umesoma chuo kabisa hivi? Chuo miezi yote uliosoma kwa ile hujawahi kabisa kuweza kuzaga mwana? Wallahi shangazi nakwambia, mimi sijui chochote. Na ndio maana shangazi mimi sielewi chochote. Nilikuwa nikizungumza hivyo huku jasho lilikuwa linanitoka kwelikweli, kidume na tetemeka kwelikweli, hata gobole lilikuwa tayari kabisa limejificha, halikutaka kabisa kuinuka kwa sababu nilikuwa sielewi ese. Okay, basi hakuna shida. Shangazi alipiga magoti na taratibu aliweza kukamata pensi na kuweza kuliweka nusu mlingoti, na baada ya hapo bwana mchi ukabaki hewani tu, na shangazi akaukamata mchi na kuanza kuweka vyema kabisa, akaanza kupigisha kwata vizuri kabisa ili kwamba mchi uweze kukaa ngangali na hatimaye uweze kutwanga kwenye kino. Shangazi baada ya kuweza kukamata huu mchi wa kutwanga kwenye kino hakuweza kupoteza muda. Aliutupia huu mchi mdomoni na kuanza kuchezesha kinyamazongo. Kiukweli sikuwahi kabisa kusikia, kuona wala kuhisi kwamba kuna siku moja vitu kama hivi vinaweza kuja kutokea kwenye maisha yangu
vya mtu kuweza kukamata tango na kuweza kulitupia mdomoni na kuweza kulitafuna vyema kabisa. Aisee, pale nikachanganyikiwa na kuhisi kwamba akili yangu haiko sawa. Usijali James, nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukufundisha, kwa maana umeniambia kwamba hujui chochote kuhusiana na mambo ya Mezagamuo. Alizungumza hivyo shangazi wakati tayari kabisa alikuwa ameweza kukamata tango na sasa alikuwa analipigisha kwata kweli kweli. Lilipigishwa kwata tango na dakika fupi tu shangazi alipoweza kugundua kwamba tayari kabisa mimi nahitaji kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro na kuweza kuwashusha wazungu. Shangazi hakuweza kupoteza muda, alikamata tango na kuweza kulitupia mdomoni na hatimaye wazungu wote walishuka na kubaki kwenye mdomo wa shangazi. Shangazi aliwatafuna wazungu na kuweza kuwameza. Hapo ndipo ilipoweza kunishangaa, imekwaje? Kiukweli nilishangaa sana baada ya kuweza kuona kitu kama makamasi kikitoka kupitia tango na kuweza kubaki kwenye mdomo wa shangazi, na shangazi alimeza makamasi yale bila hata uoga. Shangazi, mbona kama nimetoa makamasi? Sio makamasi hayo. Ni nini sasa? Ukisikia kwamba wazungu wanakuja au Wachaga wanakuja, ndo hao. Kwa hiyo hawa ndo wazungu ambao watu kila siku wanawaimba. Sijui kwamba wazungu nani shangazi, ndo hawa wazungu. Basi sawa. Basi mimi nafikiri shangazi, kazi imeshaisha. Niache basi mimi niondoke. James bana. Kwa unafikiri kwamba wazungu yani wakibaki mdomoni alafu nikiwatafuna na kuwameza ndo kazi imeisha? Shangazi, kwani bado nini tena? Jamani, James. Hivyo uone kabisa kwamba hata yani hata tango lenyewe bado halijakubali kabisa kuweza kusinyaa tango hili. Tango liko vyema kabisa, lipo gudi, tango lina afya njema kabisa. Tofauti na ule kijana ambaye anaitwa Sir Patrick. Jamani, unaona kabisa kwamba bado kabisa gobole linahitaji kuweza kupiga risasi, alafu tu unasema kwamba nataka niondoke. Unataka uondoke ule kwa wapi wewe? Bado kazi haijaisha. Nilichanganyikiwa sana baada ya kuweza kusikia hivyo, kwa sababu nikajua nini tena kinachokwenda kuendelea. Na ni kweli kabisa kwamba tango langu lilikuwa ni la kijani, limeiva vizuri, na tango lilikuwa zito kweli na bado lilikuwa halijaweza kulala doro wala chanini. Liko wima, sikuelewa kwamba inakuwaje. Shangazi baada ya kuweza kugundua vile hakutaka kabisa mambo yawe mengi. Aliweza kunichukua mimi na hatimaye shangazi alikuwa tayari kabisa yupo katika uwanja wa vita. Yaani yupo katika uwanja wa 6-kwa-6 na sasa alikuwa anasubiri vita yaanze tu kati ya tango na nyanya. Je, kipi kitakachopigika? Shangazi alikuwa ameshaitega nyanya na tango lilikuwa linahitaji kwenda kukutana na nyanya. Sasa waanze kupigana alafu tuone kwamba nani atakayepigwa. Kwani sekunde zilikuwa nyingi sana. Baada ya muda, kifo cha mende ndo kitu ambacho shangazi alikuwa kwa muda kama huu yupo. Alikomeza kujiweka kifo cha mende, na bila kupoteza muda ni kwamba katika hiki kifo cha mende mguu mmoja ulikuwa kwa South Africa na mwingine ulikuwa kwa Botswana. Kwa hiyo pale katikati niliweza kushuhudia bonde la mto Olduvai Gorge liko safi kabisa, na mbaya zaidi nikaanza kushuhudia maji yakipita kunako bonde la mto wa Olduvai Gorge. Jamani, nikawa nashangaa. Shangazi, mbona maji yanapita katika mto wa bonde la Olduvai Gorge wanapita na maji haya ni kama wale wazungu ambao nilikuwa nimeweza kuwashusha na ukawatafuna na kuwameza. Usiogope, ukiona hivyo basi ujue kitumbua kimeiva. Kinachohitajika hapo ni kuweza kuliwa tu iko kitumbua. Hayo ni mafuta ambayo yanatoka kwenye kitumbua. Alizungumza hivyo shangazi. Kiukweli nilikuwa sijui kabisa kwamba kitumbua hiki ni kitumbua gani. Shangazi, mbona hiki sio kitumbua? Hiki si kipompoli, unasemaje kwamba ni kitumbua? Kipompoli au ikulu ujue ndo kitumbua chenyewe iko. Kwa hiyo wewe kitafune tu wala usiogope. Alizungumza hivyo shangazi. Na tayari kabisa alikuwa ameshaweza kuniweka pale kuna uwanja wa mapigano. Na tayari kabisa mwiko ulikuwa umeshachukuliwa kwa ajili ya kuweza kuingizwa kwenye sufuria na ugali uanze kusongwa. Shangazi kupoteza muda, baada ya kuweza kuona kwamba mimi nimekuwa na mapepe mengi yasiokuwa na ishu yoyote, alichukua mwiko na kuweza kutupia kwenye sufuria na akaanza kunifundisha namna kuweza kusonga ugali, huku naye akiwa anaendelea kusonga. Jamani,
nilikuwa sielewi kabisa, kwa sababu baada ya mwiko kuweza kuingia kwenye sufuria la ugali na kuanza kusonga, mwiko huu nilishuhudia ukipata moto kwelikweli kwenye ile sufuria. Sufuria shangazi ilikuwa ni ya moto sana, kiasi kwamba kidume sasa nikajikuta wazungu mapema sana wameshakuja, na hatimaye tena nikawa bwaga wazungu ili wabwaga wazungu kwenye kinu cha shangazi na kuwaacha humo. Baada hapo nikaendelea kutwanga wazungu ili kwamba waive vizuri. Shangazi alizidi kulalama na kutetemeka na kupagawa kwelikweli na kuendelea kutoa sifa ambazo hata sikuzielewa. Alisema kwamba mimi ni kidume, ni mtu hatari sana, ni mtu na nusu, yani kwamba mimi nafaa kwa kila kitu. Kiukweli nilichanganikiwa sana, nikawa sielewi nini ambacho kinaendelea hapa. Nikajikuta kwamba tayari kabisa nimeshafika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, japo mimi nilikuwa sielewi chochote, lakini shangazi akanambia, hapo umefika tena katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro mara ya pili, lakini hata mimi nimeshafika mara moko, kwa hiyo bado inabidi uendelee ili kwamba tuweze kufika wote tena katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, na ikiwezekana basi jitahidi sana kwamba mimi nifike zaidi kuliko wewe, na hapo utaonekana kuwa wewe ni mtu hatari, ni mtu na nusu. Alizungumza hivyo shangazi huku akiwa tayari kabisa ameshakaa ile kitu inayoitwa chuma mboga, twende tukaipike bwana msibani, ili kwamba watu waweze kula waende wakashughulike na mazishi bwana. Hapo ndipo nilipochanganikiwa. Baada ya shangazi kuweza kukaa vitu kama hivyo, basi kidume niliweza kushuhudia mambo mengi sana. Kwanza nikashuhudia msambwanda, yani nikashuhudia maboga namna ambavyo yalikuweza kujazika. Lakini pili nikashuhudia pale kwa mpalange namna ambavyo kulikuwa kunazidi kuleta mambo fulani hivi. Lakini tatu nikashuhudia kwamba bonde la mto Olduvai kisima au ikulu ya shangazi ikiwa iko vyema kabisa na tayari kabisa wazungu walikuwa wamejazana wengi sana kwenye ikulu ya shangazi. Hivyo shangazi akaniamuru kwamba niweze kuchukua kitambaa na kuweza kuwaondoa hawa wazungu, na baada hapo niweze kutupia mchi katika kino na niendelee kutwanga kwelikweli bila kuogopa. Na wakati natwanga basi niendelee kutandika vibao vingi sana kwenye hii kitu inaitwa ngongingo, nitandike vibao na ndipo anapopata mizuka zaidi. Kidume nilikuwa nafuata maelekezo kama ambavyo shangazi alikuwa ananielekeza hizi. Jamani, nikajikuta nazidi kuchanganikiwa, nikajikuta nazidi kuvurugwa, nikajikuta nazidi kukita, nikajikuta nazidi kutandika bakora, nikajikuta nazidi kushindwa na kushindua. Bwana, ilikuwa ni hatari. Ukizingatia kwamba nilikuwa tayari kabisa nimeshaweza kufika katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro mara mbili. Mara ya kwanza nilifika ikiwa hewa, mara pili nimefika kwenye ikulu ya shangazi na kuacha wazungu humo. Mara ya tatu sasa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Kwa kilichokuwa kinaendelea hapa kilikuwa ni kipigo kitakatifu ambacho shangazi alikuwa anakipata, na alikuwa anazidi kulia mpaka machozi, lakini kidume sikuweza kujali. Na hapo ndipo sifa kedekede ambazo shangazi alikuwa ameweza kuzishusha kwangu. Alinipa sifa nyingi ambazo ni kama zilinilevya na kunifanya kwamba niwe na nguvu ya kuendelea kukita kwelikweli bila hata kuweza kumwonea huruma shangazi. Ama kwa hakika James, wewe ni hatari, lilikuwa ni neno la kwanza ambalo alizungumza. Kombula ganene lilikuwa ni neno la pili. Sijawahi kukutana na kitu kama hii, lilikuwa ni neno la tatu. Tango lako ni zito sana, lilikuwa ni neno la nne. Wakati kidume sijali, kidume naendelea kumnyosha, naendelea kumtandika bakola ili kwamba akili iweze kumkaa sawa. Shangazi alichanganikiwa kweli kweli. Kuna muda alipoteza pumzi kwa sababu alikuwa ni bonge sana, na hisi kwamba pressure ilimpanda kwa sababu ilikuwa ni mwendo mpela. Ukizingatia kwamba kidume sijawahi kabisa kuweza kukutana na vitu kama hivi, na leo ndo mara ya kwanza, kwa nilikuwa nina tali mno kwenye mambo kama haya. Kwanza bwana, mchi ulikuwa kama ule mchi ambao umechongwa, yani ulikuwa hauna dalili wala skendo yoyote ya kuweza kusinyaa, yani ulikuwa ni hatari huu mchi ambao nilikuwa na utwanga kwenye kinu cha shangazi. Wazungu walikuwa wengi sana, wamejaa kwenye kinu cha shangazi, lakini nilihakikisha kwamba na watwanga wazungu wote mpaka wanakauka na kuondoka, na hatimaye ikawa hivyo. Kilichokuwa kinaendelea hapa ilikuwa ni kwamba kinu kinakutana na mchi, kwa hiyo kinachotokea hapo ni kuumizana tu, kwa sababu tayari maji yote yalikuwa ndani ya kinu yameshakauka. Kwa kilichokuwa kinaendelea hapa kilikuwa ni kipigo kitakatifu ambacho shangazi alikuwa anakipata, na alikuwa anazidi kuchanganikiwa kweli, na alikuwa kilalama na kuweza kusema kwamba anahitaji kupumzika, maana si kwa kipigo hiki kitakatifu ambacho nilikuwa nakitoa.
Aliongea mambo mengi kweli kweli. Baada ya muda, Kidume niliweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Tulifika wote na shangazi alikuwa hoi kabisa. Tukakaa kule juu kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro na kuanza kupigwa na upepo baridi kabisa, huku tukipiga stories hapa na pale. Kila kitu kinawezekana kwenye maisha, kwa hiyo ulikuwa unaogopa bure tu, lakini ama kwa hakika umeweza kuninyosha mpaka akili imeweza kunikaa sawa. Sikutegemea kabisa na vile ambavyo ulikuwa mwoga na kutetemeka. Shangazi, ni kweli, lakini naona mambo yote yamefanyika, lakini mimi bado mshedede uko wima. Inakuwaje? Jamani, huo mshedede wako na unabidi ulale. Sio ulale, mimi sielewi kwamba huu mshedede na ufanyeje. Jamani, sikiliza nikwambie kitu James, wewe nenda tu kalale. Umeelewa? Kalale, alafu kesho tutazungumza vizuri. Lakini hapa mimi mwenzako, I say jamani, yani hakuna chochote, yani umekwangua kila kitu, umeondoka nacho. Umeelewa James? Ni kweli shangazi, lakini sasa huu mshedede utalala kweli? Mshedede huwa hauna shida, utaenda kulala tu, nenda kalale jamani. Labda ngoja nikufundishe mbinu moja hivi. Kama utakuwa una kichuma kule chumbani kwako, nenda kagonge kwenye ugoko humo, huo mshedede utatulia tu wenyewe. Sijui umeelewa ninachozungumza? Lakini shangazi, umenikatili. Kumbuka wewe ndio umesema kwamba utanifunza vitu vizuri. Sasa mbona unaniacha ikiwa hivi? Jamani, nimeshakufundisha na mambo hayo. Nenda kagonge kwenye ugoko. Lakini mimi kwa sasa I say basi, sitaki. Yani wewe utaniua. Alizungumza hivyo shangazi. Basi Kidume nikaona isiwe kesi bwana. Nikatoka zangu vile vile na mshedede ukiwa uko imara kweli kweli. Wakati natoka na mshedede, mara ghafla nikakutana na Alice akiwa anatoka chumbani kwake, naye sijui kwamba alikuwa ndo anataka kuja kusikiliza nini kinachoendelea. Mimi hata sikuweza kuelewa. James, unatoka wapi na mshedede ukiwa hivyo? Lilikuwa ni swali la Alice, swali ambalo sikuweza kulijibu, bali mimi nikapita zangu tunaweza kuingia kwenye geto langu kwa aibu kweli kweli na kufunga mlango kwa ndani. Aliweza kuguna hivyo Alice, na baada hapo aliweza kugeuka na kuingia chumbani kwake, akaufunga mlango na hatimaye usiku ulipita, asubuhi ikafika. Asubuhi ilipoweza kufika, kiukweli sikuweza kupoteza muda sana. Nilikuwa nimeweza kuamka na hii siku ya leo nilikuwa nawahi kuelekea chuo. Kwa hiyo niliamka mapema sana na hatimaye tayari kabisa shangazi alikuwa ameweza kuamka na alikuwa anaandaa masontojo, lakini alikuwa anaonekana kachoka kulikweli asubuhi ya leo, maana hata kazini hakwenda. Yani alikuwa kachoka vibaya mno. Shangazi, mimi nafikiri kwamba nimesha kunywa chai vizuri, kwa hapa nahitaji kuondoka nielekee chuo sasa hivi. Ni kweli, lakini leo kwa nini usingeenda tu? Leo kuna topic muhimu sana, kwa hiyo nisipoenda nafikiri kwamba sijajua kwamba itakuwaje. Usiende bwana, ungebaki tu. Kwani kuna shida shangazi? Hakuna shida, lakini niligundua kabisa kwamba kitendo cha mimi kuweza kuondoka hapa, shangazi angeweza kunimisi sana. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anasema nibaki, kwa sababu alikuwa amechoka, na hata namna ambavyo alikuwa akinitazama alikuwa anaonyesha ni mtu kabisa ambaye alikuwa amechoka kweli kweli. Mimi nilikunywa chai na hatimaye niliweza kuondoka. Sikutaka kabisa kumsikiliza shangazi, kwa maana ningemsikiliza shangazi ni kama ningeweza kupoteza muda tu, kwa sababu mimi sina mpango wa kuacha kufuata kile ninachokitaka. Yani niache masomo yangu ya chuo eti kwa sababu ya shangazi tu na mambo yake ya kijinga. Hapana, nikasema hii haiwezekani. Nilipomaliza kunywa chai nikaondoka na kuweza kuelekea chuo. Shangazi alibaki hapa na binti yake Aris walibaki nyumbani. Baada ya muda Alice alikuwa akionekana akitaka kumdadisi mama yake kwamba ni nini ambacho kiliweza kutokea jana usiku mpaka mimi nikatoka katika chumba chake nikiona mshedede uko imara kule kweli. Mama, kuna jambo nataka nikuulize. Jambo gani hilo? Mama, jana nimemwona James akitoka kule kwako, lakini mshedede nimeuona ulikuwa imara kule kweli. Sijui kwamba alitoka kufanya nini. Wewe nawe unafuatilia tu. Hasa nilitoka kufuata nini? Wewe ulitaka fuate nini? Mama, lakini mimi ni mwanao. Kwa nahitaji kujua kwamba alitoka kufanya nini. Kumbuka kwamba ule ulikuwa ni usiku sana, alafu anatoka kwako na mshedede ukiwa vile. Yani ilikuwaje kwaje? Maswala haya kwa muulize mwenyewe, sio mimi.
Kwanza mimi kwangu hajaja. Kwa unaponiambia alikuja, labda alikuja kwako. Alizungumza hivyo shangazi na kuweza kuinuka pale na moja kwa moja alielekea chumbani kwake kwa sababu alikuwa amechoka sana. Alifika na kuweza kujitupa kitandani, alifunga mlango kwa ndani na kuweza kulala. Alice alinuka na kwenda kugonga mlango, lakini mama yake hakuweza kufungua kabisa. Aliweza kurudi Alice na kuweza kuingia chumbani kwake na hatimaye akajifungia chumbani na kuweza kupumzika na yeye asubuhi hii tena. Ilipoweza kufika mida saa 7 mchana, Kidume ilikuwa nimeshamaliza masomo yangu na sasa nilikuwa nimeweza kurudi nyumbani. Nilikuta nyumba ikiwa imeweza kupoa sana. Watu hapo kweli, mbona kama sielewi. Nilikuwa nikizungumza peke yangu. Nilikwenda moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha shangazi na kuweza kugonga ili kuweza kujua yupo au vipi. Nilipoweza kugonga tu, shangazi aliitika, alifungua mlango. Shangazi, shikamoo. Marhaba James, vipi? Mbona mmelala mpaka sasa hivi? Shida kubwa nini? James, naona unajifanya kama hujui. Hivi unafikiri kwamba ile shughuli ya jana ilikuwa ni shughuli ya kitoto? Ile ilikuwa ni ngoma ya watu wazima, uweze kumuingiza mtoto. Sasa mimi niliingia kama mtoto. Umenivuruga, umenichanganya, yani sijui jamani, wewe mtoto ni kiboko wewe. Unanifanya ni kila kona kunauma. Yani kipigo chako ni kikali kweli. Kwa ndo maana shangazi umelala. Sasa hata msosi hujapika shangazi, lakini anyway, uendelea kulala. Mimi ngoja nikaungurumisha chapchapu pale. Utakuwa umenisaidia sana James. Yani hapa kiukweli mimi hata sijiwezi. Yani miguu yote inauma. Yani aise, kila kona, mgongo ndo usishe. Jamani kichwa. Yani wewe mtoto, mbona ni hatari wewe? Utakuja kuniua wewe. Alizungumza hivyo shangazi, lakini Kidume sikutaka kabisa kuweza kumsikiliza shangazi. Nilichokifanya, niliondoka na kuweza kuingia geto kwangu, nikabadilisha nguo na hatimaye nikaingia jikoni. Wakati nipo jikoni ndipo Aris aliweza kusikia kwamba nilikuwa nimeweza kurudi na nilikuwa nimeweza kuzungumza na shangazi. Naye pia alikuja jikoni na alipoweza kufika tu tulisalimiana na baada ya hapo akaanza kuniuliza, James, ina maana kumbe wewe unanikataa mimi kwa sababu ya mama, si ndio? Unamaanisha nini unapozungumza hivyo? Namaanisha kwamba jana usiku mlikuwa mmezaga mwana. Na inaonyesha kabisa kwamba wewe ulikuwa bado unahitaji mzagamuo, lakini mama aliweza kukondoa mapema. Nieleze, ninachozungumza ni cha ukweli au ni uongo? Ongea tu ukweli na Mungu anakuona. Aris, mbona unapenda sana kufuatilia mambo? Sikia nikwambie kitu James. Nilitamani sana kitu ambacho mama amekivuna kutoka kwako nikivune mimi. Lakini imeshashindikana. Mama ameniwahi kete. Na kuweza kuvunja uvulana wako ni sawa, lakini ina maana kwa sasa umeshajua kila kitu. Kwa hiyo sio muda tena kuendelea kupoteza muda, umenielewa? Siku ile unahitaji na mimi uweze kunipa kile ambacho umeweza kumpa mama. Jitahidi uwezavyo. Ikishindikana na ukikataa, nitakachokifanya nitamwambia mjomba kila kitu ambacho kimefanyika hapa. Nitatoa hii siri kila kona, ndugu wote wajue. Halafu sijui utajificha wapi. Alizungumza hivyo Alice na kuweza kuondoka bila mimi kuweza kuzungumza naye chochote. Nikabaki mwenyewe tu nikiwa hapa jikoni, nikiwa sielewi. Huyu mtoto ni mwanga au mchawi? Amejuaje kwamba mimi nimeweza kumtembezea moto shangazi? Lakini Waswahili wanasema mtoto anayeutaka mwacha upate. Yaani ngoma ya watu wazima, huyu mtoto anataka kuingilia kati. Na hajui kwamba mimi ni sifa gani ambazo shangazi amenipa. Hivi ubetifodi wa shangazi ili mwili kama lile ili mesalenda na mpaka sasa amelala kule na galagala na umwa. Alafu hiki kitoto ambacho hiki itakinyosha mpaka akili zimkae sawa. Asa subiri, sikataka mwenyewe. Sasa leo mimi nitakwenda kwa fujo niende nikamnyoshe mpaka akili mkae sawa. Nilikuwa nikizungumza hivyo kwamba nitakwenda kumkomesha huyu Alice ili kwamba akili mkae sawa. Basi Kidume nilipika chakula vyema kabisa, kilipoweza kuiva nilikitenga pale mezani, nikawaamsha wote wakaja pale mezani, tukajumuika kula chakula. Tulipiga stori nyingi huku tukitazama TV. Bana mpenzi msikilizaji, nazidi kukukumbusha ya kwamba kuna tangazo fupi ile ambalo lina faida sana kwako.
ni kwamba kama wewe ni mpenzi wa kutazama mambo yetu yale ya mizagamuo, yani unapenda sana mambo ya kupelekeana moto ya kibongo na ya kizungu, unapenda sana kuyatazama live bila chenga, basi njoo pale WhatsApp tukunge na grupu letu kubwa linalohusika na mambo ya mizagamuo. Gharama yake ni shilingi 15,000 kuweza kuungwa kwenye grupu letu kubwa kabisa ambalo linahusika na mambo ya mizagamuo. Je, 15,000 unayo hapo sasa hivi? Basi njoo pale WhatsApp na 15,000 kwa namba hii, na namba hii pia unaweza kulipia kama unayo hapo 15,000 sasa hivi, lipia chapo, alafu njoo pale WhatsApp na muamala wako, posti pale WhatsApp useme kwamba nimeshalipia. Mapema sana tutakuunga na grupu letu na utakuwa ukipata burudani ndani ya grupu letu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena. 07827197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kulipia na ni namba pia ya kuja pale WhatsApp. Kwa hiyo changamka sana uje pale WhatsApp. Kama utashindwa kulipia kwenye namba hiyo, basi njoo WhatsApp pale tukupatie namba ya kulipia, lakini ukija kwa kulipia hata hiyo pia kuna shida. Nimeshakwambia ni 07827197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp, lakini pia kama unahitaji kulipia kwenye hiyo namba kuna shida, lipia tu. Gharama yake nimeshakwambia ni 15,000 kuungwa kwenye grupu letu la mambo ya kupelekeana moto ya kibongo na ya kizungu pale WhatsApp, na utakuwa ukipata mambo ya kibongo na ya kizungu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena. 15,000 unayo, changamka, njoo pale WhatsApp. Simulizi yetu inaitwa Binamu. Bwana, leo tupo katika sehemu ya pili, tunazidi kukimbizana kama hivi. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe, lakini pia unagusa alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tutakuwa tunaziachia. Bwana, usiache kulike, usiache kucomment, usiache kusubscribe, usiache kushare kwenye magrupu yako yote ya WhatsApp, Facebook, Twitter, kote huko. Hakikisha unamaliza ili kwamba na wenzako waweze kupata burudani kama ambayo wewe unaipata. Basi bada, hatimaye mchana ulipita na hatimaye usiku uliweza kuingia. Shangazi alikuwa kachoka sana hii siku ya leo, hivyo usiku ulipoweza kuingia mapema sana aliwahi kwenda kulala. Kidume nikiwa ndani ya geto langu, nikashanga mlango kigongwa. Nilipoweza kufungua nikakutana na Alice akiwa ndani ya vazi la kangamoko kama vile alivyokuwa, na nikamkosa, na ndivyo alivyoweza kuja tena. Alice alipoweza kuja safari hii hakuwa na maelezo mengi sana. Alichokifanya naye aliweza kufikia moja kwa moja kwenye tango, akaanza kulitafuna tango. Inaonyesha kabisa kwamba Alice alikuwa na njaa kwelikweli na tango, maana alivyoanza kulitafuna tango ilikuwa ni hatari kabisa. Baada ya muda Alice akawa kachanganyikiwa na tango, hivyo kuweza kuuliza maswali mengi. Kanga hata alipoweza kudondokea mimi sikuweza kujua. Nikashangaa tu Alice yupo katika uwanja wa mapambano na tayari kabisa yupo kifo cha mende, ni mimi tu kwenda kumchinja huyu ngamia ambaye kajileta mwenyewe kwenye kisu. Kwa sababu shangazi alikuwa ameshaweza kunifunza, sikutaka tena cha kuambiwa kwamba nini nifanye kwa time kama hii. Niliweza kusogea kwenye uwanja wa maangamizi na nikaanza kumwangamiza bibi huyu anayefahamika kwa jina la Aris, tena bila huruma kabisa. Nilimwangamiza vibaya mno, mpenzi msikilizaji. Nilimchakaza kweli kweli mpaka akili kamkaa sawa. Alichakaa Alice. Kiukweli Alice alichakaa kuliko hata mama yake, maana kisago alichokipata kilikuwa ni kitakatifu kwelikweli. Na mbaya zaidi, kumbe Alice bwana alikuwa ameweza kuzoea kupita barabara kwa mpalange. Sijui ni nani alikuwa ameweza kumzoesha. Katika harakati zako zote ambazo utazifanya James, usisahau kuweza kupita kwenye barabara kwa mpalange, maana mama aliweza kunipeleka kwenda kusomea Uingereza, ndiko maswaibu hayo iliweza kunikute. Alikuwa anazungumza hivyo Alice. Kiukweli sikumuelewa kabisa. Yaani Alice anataka nipite kwa mpalange na sijawahi kupita barabara kwa mpalange. Kidume nikasema usinitanie, unataka nipite kwa mpalange basi baridi.
Nilitafuta mafuta ya nazi popote yalipo kwa sababu Alice alikuwa hasikii, haoni kitu ambacho alikuwa anahitaji hapa ni hakikisha napita na kwenye barabara kwa Mpalange, ndipo atakuwa ameweza kujisikia vyema. Kwa sababu alikuwa serious kuweza kukomalia hicho kitu ambacho anakitaka, basi nikaona nisimnyime uhuru wa kuweza kufanya kile ambacho alikuwa anakitaka. Uweze amini mpenzi msikilizaji, nilipita kwa Mpalange kwa mara ya kwanza kabisa, na kwa hakika nikawa kama zuzu ambaye nimezuzuka na namna ya kutaka kuweza kupita kwenye barabara kwa Mpalange. Nikachanganikiwa kweli kweli na barabara kwa Mpalange, maana ilikuwa ni nzuri kweli kweli. Tigo Pesa lenye kuingiza pesa na kutoa pesa lilikuwa kali kweli kweli, lilikuwa ni noma ise. Mashine ya Tigo Pesa kuingiza pesa na kutoa pesa bwana, ilikuwa ni ya moto bala. Kwa hiyo hata namna ambavyo gobole lilikuwa limeweza kuwekwa mle na kupiga risasi, nilikuwa napiga risasi kama nimechanganikiwa. Harisi baada ya muda akawa yuko hoi kabisa bintabani, yani ni mtu ambaye alikuwa hawezi hata kutembea. Maana kiuhalisia mimi ni kama nilivyokuambia, tango langu lilikuwa ni la kijani, lilikuwa zito kweli kweli. Kwa maana hiyo lilikuwa likitua maeneo yoyote lazima liache maafa makubwa sana. Baada ya muda Alice alikuwa hoi kabisa, hata stori hatuweza kupiga, alipitiwa na usingizi na hata mimi nilikuwa hoi kweli kweli. Sindimba ilianzia saa 5, Sindimba ilikwenda mpaka saa 9, masaa 4 ilikuwa ni kazi kazini. Unafikiri kwamba nini kilitokea? Alichapika kweli kweli bibi huyu Alice, asikwambie mtu. Alichapika kweli kweli, alikuwa yuko hoi bintabani. Tulikuja kustuka, ilikuwa ni asubuhi tu. Alice anakuja kufumbua macho, ni asubuhi. Jamani James, kumbe jamani nimejisahau na kuweza kulala huku. Ulifikiri umelala wapi? Nikajua nilala kule kwangu. Utakuwa umechanganikiwa wewe. Okay, haina shida. Mimi ngoja niondoke basi James, lakini James wewe ni hatari sana, nataka nikwambie. Sitaweza kusikilizia mambo ya kipuzi ambayo yanaendelea baina wewe na mama. Nitamfanya mama kitu kibaya ni mradi nibaki kwa na wewe. Una akili kweli wewe? Yaani unataka kumfanya kitu kibaya mama yako eti kwa sababu ya mimi. Sasa mimi na nini? Mimi nimefanya hivyo nikukomoe tu, nikukomeshe ili kwamba usirudie tena. Hivi James wewe kumbe una akili. Yaani unahisi umenikomoa wakati hapo mimi ndo umenifikisha kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, jambo ambalo sikuwahi kufika namna hiyo. Tena na mpaka kwa Mpalange umepita. James wewe sio mshamba. Wewe ni mtu na nusu. Nilipokea sifa zingine kutoka kwa Alice ambaye ni binamu. Baada hapo Alice aliondoka, lakini jambo la mwisho alilosisitiza Alice ni kwamba lazima atafanya kitu kibaya kama mamake ataendelea kuwa na mimi. Wakati Alice anatoka kwenye geto langu, mamake alikuwa ameshaamka na alikuwa yuko pale sebleni. Na alikuwa anaandaa chai, maana alikuwa kashapika. Maana Alice aliamka ni mida kama saa 3 hivi. Tulikuwa hoi bintabani. Alice kuja hapa. Baada ya Alice kuweza kutoka, aliitwa pale na mamake pale sebleni. Alice, usitaki kuniambia kwamba usiku wote ulikuwa huko kwa James? Mama, usichokijua hapo ni kipi? Pumbavu zako. James ni kakako. Unakuaje huko? Mama, yule ni kakangu kivipi? Yule ni kaka binamu tu. Kwa hiyo haina haja kuingilia mambo yetu. Na nataka nikwambie mama, kama una mpango wote na James, acha. Kwa maana atakufanya kitu kibaya sana mamangu, kitu ambacho huwezi kabisa kuja kuamini kwenye maisha yako. Niachie tu James wangu. Nilikuwa nikisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale sebleni. Alizungumza hivyo Alice na kuweza kuondoka, kaenda kuingia moja kwa moja chumbani kwake. Shangazi alikuja mpela kweli kweli mpaka mageto, akaja kanitandika vibao nikaamka. Wewe mpuzi. Hivyo una akili gani wewe? Shangazi, mbona sikuelewi alafu unanipiga hii asubuhi? Yaani wewe umeweza kunizagamua mimi, alafu tena umemzagamua na huyu mdogo wako sio dadako. Hivyo una akili kweli? Shangazi, nilikwambia kwamba hivyo vitu mimi sivijui, lakini ukasema utanifundisha. Na hatimaye ulisema kwamba nikate kiu tu kwa usiku mmoja, lakini sasa ueleweki. Unataka nini shangazi? Mbona sikuelewi? Wewe, nakwambia hivi, yani wewe unijui. Tena nataka nikwambie kwamba kuanzia leo koma kabisa kujiweka jirani na huyu binti wangu Alice. La sivyo wewe, nitakufanya kitu kibaya mimi. Alizungumza hivyo
mama yake na Alice ambaye mimi kwangu alikuwa ni shangazi yangu. Kiukweli nikachanganyikiwa, hawa watu nimeshaanza kuwachanganya humu ndani, sijui itakuwaje. Lakini Mungu, mbona hawa watu tulikubaliana kwamba itakuwa ni mara moja tu kwamba wamechanganyikiwa ni waweke sawa. Sasa mbona kama wameelewa hivi? Kumbe mapenzi ndivyo yalivyo. Nilikuwa nikiwaza vitu kama hivyo, mpenzi msikilizaji. Asubuhi kafika hii, niliamka na kwenda kunywa chai. Kiukweli sikwenda hata chuo, maana nilikuwa najisikia uvivu sana, maana sikuwa mezagamua na minyando ile se. Na mbaya zaidi ni kwamba Alice alikuwa ni fundi kweli kweli kuliko hata shangazi, kwa sababu alikuwa ni mwepesi kweli kweli. Nikajikuta taratibu Alice anaanza kuingia moyoni na anaanza kumchukia shangazi. Siku zikazidi kukimbia, miezi ikazidi kusonga. Alice aliweza kubeba ujauzito na hatimaye shangazi alibeba naye ujauzito. Valangati hapa ndani lilikuwa kubwa kwelikweli. Siku moja shangazi alikuwa ameweza kuondoka na kuelekea kliniki. Alice aliweza kunifuata na kuniambia, mambo haya yote umeeleza wewe James. Nilikwambia kwamba wachane na shangazi yako ambaye ni mama yangu utaki. Tazama James, nakwenda kufanya kitu kibaya kwa mama. Alizungumza hivyo Alice kama masiala. Na kiukweli hapo mimi nilikuwa nimeshamtafuna Alice mara nyingi kweli kweli, na tumbo lilikuwa limeshakuwa kubwa na shangazi naye pia. Nisikilize nikwambie kitu Alice. Kama unataka kuweza kuvujisha hii siri, naomba uache mara moja, kwa sababu kama utavujisha siri mimi nitaondoka hapa na mtoniona tena, nitatokomea kusipojulikana. Unafikiri kwamba mimi nataka kuivujisha hii siri? Niivujishe ili weje, lakini wewe shuhudia kitu ambacho nitakifanya. Alice alizungumza hivyo. Alizungumza hivyo na kuweza kutoka na akaelekea jikoni kwenda kuandaa chakula. Aliandaa chakula vizuri kabisa akakitenga pale mezani. Baada ya hapo alikuja kwangu na kuweza kuniambia, subiri uone kitakachotokea. Alisema hivyo na kuweza kuondoka, akaenda kuingia chumbani kwake moja kwa moja. Kidume nikasema huyu vipi? Ilinuka na kuweza kutoka mpaka pale sebleni, nikasogea moja kwa moja mpaka pale kwenye kile chakula nikakitazama. Nikafunua nikakuta akijaliwa kabisa. Nilikwenda moja kwa moja mpaka chumbani kwa Alice kwa ajili ya kwenda kumwambia, mbona amepika chakula alafu ajala? Alice, mbona umepika chakula na kufunikia tu? Twende basi tukale. Chakula chetu kipo jikoni, kile cha mama kiache vile vile. Ila mimi kwa sasa sijisikii kula, kwa kama unataka kula chakula kachukue cha jikoni. Iligundua kabisa Waswahili wanasema mwanamke mwenye mimba sio kuweza kumlazimisha sana, kama kitu kikataa basi amekataa. Basi nilichokifanya mimi nikaondoka zangu, lakini nikapiga hesabu, nikale chakula cha jikoni na cha pale kipo. Nilienda na kuweza kufunua kile chakula cha pale sebleni, alafu nikakiacha. Kuna roho ikanambia hebu acha. Nikaingia moja kwa moja mpaka jikoni. Jikoni nikaenda nikafunua, nikachukua chakula nikatenga pale mezani nikala. Wakati tu nimemaliza kula, shangazi naye kaingia. Baada ya shangazi kuweza kuingia, alifikia moja kwa moja na kukaa pale kwenye sofa. Na baada ya hapo shangazi, njaa ilikuwa inamuuma sana. Shangazi, habari za uko kliniki? Habari nzuri tu. Shangazi, nikuulize swali. Niulize James, niulize. Tayari ushakuwa mume wangu, sio tena shangazi. Shangazi, swali la kwanza. Hivi kitokea baba akajua inakuwaje? Hawezi kujua. Nazungumzia kitokea sasa. Na mimi ndo nakwambia hawezi kujua. Mbona kama tunabishana? Ndio hivyo, na wewe ndo unataka tubishane. Okay. Shangazi, binti yako Alice ana ujauzito kwangu na wewe una ujauzito. Wewe hili swala unalichukuliaje? Mimi sitaki kujua chochote. Nachojua mimi ni kwamba wewe upo. Kwa mimi siwezi kushindana na mtoto. Sasa nimfanye nini? Na ikiwa ameamua kushindana na mama yake, mwache. Kwanza mimi sitaki maswali, hebu niacheni ile bwana. Shangazi alianza kula kile chakula huku mimi nilikuwa namtazama tu. Baada ya muda nikamwona shangazi ni kama anatetemeka hivi na kuweza kuanguka kwenye masofa na kigalagala akisema kwamba tumbo linamuuma. Nikamfuata Alice.
Alice hakuonyesha kustuka kabisa, alikuja taratibu tu. Hatimaye ikabidi tuweze kumbeba tu shangazi na kuweza kumrudisha tena hospitali, maana hali yake ilikuwa ni mbaya sana, mapovu yalikuwa kimtoka mdomoni. Tuliondoka naye na kuweza kufika naye moja kwa moja mpaka pale hospitali. Alichukuliwa na kuweza kuingizwa kwenye huduma na akaanza kuhudumiwa shangazi. Madaktari walimhudumia vyema kabisa shangazi, lakini shangazi kiukweli sumu ilikuwa imeshaanza kukata baadhi ya vitu vingi sana kwenye mwili wake, hasa maini, utumbo na vitu vingine. Kiukweli shangazi hakupona kabisa. Wapenzi wasikilizaji mnaonisikiliza, vijana, mama yenu hatunaye tena duniani kwa sababu sumu alokula ni kali sana, na sijui ni nani aliyeweza kumwekea. Ilichanganikiwa sana. Bila kupoteza muda, hivi nyumba yenu ina CCTV kamera? Daktari aliweza kuuliza hivyo. Haina. Hebu acha uongo we. Ipo bwana daktari, CCTV kamera ipo. Wewe James, nimeshakwambia hamna. Ipo. Alikuwa akikataa Alice kwamba hakuna CCTV kamera, lakini mimi nikasema kwamba ipo. Okay, mimi nafikiri kwamba jambo hili lazima tukafanye uchunguzi, kwamba mmeshatuelekeza hapa mama yenu alipokula chakula hiko ndipo akaanza kwa hivi. Alikuwa ni daktari wa kike akizungumza na sisi hapa. Kuna wasiwasi kwamba inawezekana huko ndani kuna mtu amewekea sumu, na kama pengine hamtuweza kuligundua ili mapema, basi huyo mtu anaweza kumwekea sumu mtu mwingine na akafa tena. Kwa tunataka kwenda kuangalia kwenye CCTV kamera zenu ili tuweze kujua nini kinachoendelea hapa. Tumeshaita polisi wanakuja. Kwa hiyo kabla kuweza kuchukua mwili na kwenda kuzika, kwanza tunataka tukaangalie nini kiliendelea. Alice alikuwa akitetemeka sana baada ya kuweza kusikia hivyo. Alitetemeka kweli kweli. Baada muda mapolisi walikuwa wameshaanza kufika, Alice aliogopa na kutaka kukimbia, lakini tayari alishawekwa chini ya ulinzi na mimi chini ya ulinzi. Tukaambiwa kwamba twende kwanza tukaangalie kwenye CCTV kamera nini kilichoweza kutokea, na baada ya hapo kama tutakuwa tuna makosa basi tutaachwa huru. Tuliondoka hapa daktari na mapolisi, mimi na Alice tukaenda moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya shangazi. Tulipofika mapolisi waliweza kuingia kwenye chumba cha shangazi na kwenda kuangalia kwenye CCTV kamera kwamba nini ambacho kilichoweza kuendelea, mpaka ikafikia wakati shangazi aliweza kupoteza maisha. Huyu ni nani? Si wewe huyu? Alikuwa anaambiwa Alice. Alice, kumbe ni muuaji. Yaani unamuua mama yako kwa sababu ya nini? Kiukweli nilichanganyikiwa sana baada ya kuweza kugundua kwamba Alice ndiye ambaye aliweka sumu na CCTV kamera zilionyesha kila kitu. Alice alipigwa pingu na mimi nikapigwa pingu na hatimaye wote tukapelekwa kituo cha polisi. Baada hapo mimi nikaachiwa. Alice alikamatwa na kuweza kupelekwa mahakamani kwa ajili ya kwenda kujibu kesi ya mauaji, kwamba kwa nini aliamua kuua. Alice alionekana kuwa na hatia sana. Alihukumiwa kifungo cha maisha jela, lakini kwa sababu alikuwa ni mjamzito, Alice alihukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Alijitetea Alice kwamba nina ujauzito, alipunguziwa miaka 10, kwa hiyo akaenda gerezani miaka 20. Kidume nikabaki mimi tu. Nilikwenda na kuweza kuwa tayari kabisa nimeshaweza kumuita baba nani, na hatimaye mwili ulizikwa. Kiukweli nilikuwa naumia sana kuweza kumpoteza mtoto ambaye alikuwa tumboni kwa shangazi, lakini kuna mawazo yakawa yananijia kwamba ningefanya nini kama mtoto angezaliwa. Je, angeniita nani? Hapo ndipo nikagundua kwamba kila jambo linalotokea kwa mwanadamu basi linatengenezwa na Mungu mwenyewe, kwamba Mungu ndio anapanga hilo jambo liweze kutokea. Hatimaye nyumba kubwa ya shangazi nikawa naishi mimi peke yangu na nikawa sielewi nini nifanye. Kiukweli nikawa naogopa wanawake kama nyoka, kwa sababu kwanza sikuwahi kabisa kuwazagamua, lakini baada ya kuweza kuwazagamua tu wanawake wakawa wameweza kujiingiza kunipa tatizo makubwa sana, hasa mtu na mama yake ambaye mimi ni binamu yangu Alice, lakini pamoja na shangazi yangu ambaye amekufa. Kiukweli niliumia sana, lakini sikuweza kujua nini nifanye na nikajiweka mbali kabisa na wanawake, nikawa sitaki kabisa hata kusikia.
siku hazikuweza kuganda bwana, wala siku hazikuweza kumsubiri mlevi wala mtu yeyote ambaye sio mpambanaji. Zilizidi kukimbia siku. Bana mpenzi msikilizaji, nazidi kukukumbusha kwamba kama wewe ni mpenzi wa kutazama mambo yetu ya mikitu, yani kupelekea remoto mambo ya kibongo na ya kizungu, basi karibu pale WhatsApp tukuunge na grupu letu kubwa kabisa linalohusika na mambo ya Mizagamuo. Gharama yake ni 15,000 kama unapenda mambo hayo, na kama unayo 15,000 basi changamka, njoo pale WhatsApp na 15,000 ili tukuunge kwenye grupu letu linalohusika na video za kupelekana moto, video za minyanduo za kibongo na za kizungu pale WhatsApp. 15,000 unayo basi ni 0782719794. Njoo pale WhatsApp, changamka. Ukijasema oi nahitaji kuungwa na grupu lenu la mambo ya Mizagamuo, mapema sana utapewa namba kulipia, na baada hapo utaungwa na utaendelea kumweleka ndani ya grupu. Bwana, karibu sana pale WhatsApp ili kwamba uweze kupata burudani. Tunazidi kusonga na hii simulizi yetu, na leo ndo mwisho kabisa. Basi siku zikazidi kusonga sana. Nilimpata rafiki yangu mmoja hivi akanishauri kwamba nioe tu. Sasa jumba kubwa kama lile nitaendelea kuishi peke yangu mpaka lini? Na ikiwa tayari kabisa Alice yupo gerezani na shangazi ameshakufa. Sijui kule gerezani Alice alipoweza kujifungua mtoto ilikuwaje. Kiukweli mimi sikuweza kujua chochote, lakini nachojua mimi nilioa mwanamke mwingine, lakini nikawa naishi naye kwa machale, nikawa naishi naye yani kwa ujanja, nikiwa naogopa sana kuweza kusikia neno mwanamke. Na hatimaye mpenzi msikilizaji, sasa nina watoto wawili, lakini kila nikimkumbuka Alice na shangazi yake, kitu ambacho kilitokea kiukweli siamini. Shangazi namkumbuka kwa sababu aliweza kuniingiza katika ulimwengu wa mambo ya minyanduo, lakini Alice naye pia ndo alikuwa mtu wa kwanza na akajikuta ameingilia kati, lakini mwisho wa siku kamua mama yake kwa sababu ya mimi. Nikaanza kujiuliza mapenzi ni kitu gani hizi? Yaani mtu anafikia hatua anamuua mama yake kwa sababu ya mapenzi. Kiukweli nikawa ni mjanja sana juu ya mapenzi, juu ya wanawake, kwa sababu nilikuwa naogopa sana kuweza kupoteza maisha mimi au kumfanya mtu mwingine akapoteza maisha kwa mtu mwingine. Kwa sasa mimi ni mwaminifu kabisa na niliamua kuokoka. Na sasa namtumikia Bwana na naishi vizuri kwa uaminifu. Uaminifu ni kitu cha bure mpenzi msikilizaji. Lakini pia kusamehe ni jambo zuri sana. Hebu ona kitu ambacho amekifanya Alice. Hivi nikuulize swali mpenzi msikilizaji. Wewe unaweza kumuua mama yako kwa sababu ya mapenzi, lakini Alice amefanya hivyo. Na hatimaye sasa anasota gerezani miaka 20. Je, una nini cha kuweza kumshauri Alice? Una nini cha kuweza kunishauri mimi? Una nini cha kuweza kumshauri shangazi ambaye kwa sasa ameshaoza, yupo kaburini? Simulizi hii kweli imenipa funzo kubwa sana kwenye maisha. Nimeamini kwamba Mungu ndo kila kitu. Ukimtegemea Mungu utaishi kwa kusamehe, ukimtegemea Mungu hutaweza kuhangaika na kitu chochote. Alice alimkosa Mungu, alikosa upendo ndani ya moyo wake. Ndio maana alifikia hata kudiliki kuweza kumuua mamake kwa sababu ya mapenzi. Mungu, naomba nisamehe sana. Msamehe Alice, msamehe na shangazi. Ama kwa hakika simulizi yangu hii fupi imeweza kuishia hapa leo mpenzi msikilizaji. Nini ambacho umejifunza? Basi mshauri Alice, nishauri mimi, mshauri na shangazi. Je, Alice baada ya miaka 20 kuweza kuishi gerezani anaweza katoka? Basi kama ukitushauri sana, Alice anaweza katoka gerezani, alafu tukaendeleza simulizi kwamba Alice baada ya kuweza kutoka nini ambacho kiliendelea. Bwana, mimi nasema asanteni sana kwa kuweza kusikiliza hii simulizi kali. Tukutane katika simulizi nyingine, lakini kwa simulizi hii tumefika mwisho. Mwisho Alice ulikuwa ni gerezani ambaye ni binamu, na mwisho shangazi ulikuwa ni kaburini, na mwisho wangu mimi ulikuwa ni kuokoka. Ni neema tu ya Mungu. Ninasema asanteni. Hebu tukutane katika simulizi zingine. Dondosha komenti yako nini umejifunza.